أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Watukufu Islam na wafuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Al-Imam Media, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kujalia fursa hii, lengo na makusudio tuweze kukumbushana na kurudi katika njia na mwelekeo sahihi insha Allah. Kwa siku hii ya leo napenda tukumbushane juu ya kitu kimoja ambacho ni muhimu mno, ni kikubwa kwa ukubwa wake, kimeelezwa na kusisitizwa ndani ya Qur'ani na kadhalika katika ahadith za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatutaka sisi waja wake, anatutaka sisi viumbe wake, jambo la mwanzo tusimwabudu yeyote asiyekuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusimwabudu yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amefaradhisha, ameeleza suala zima la ibada halimstahiki yeyote isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akaendelea kwa kusema wabil walidaini ihsana. Baada ya kumtumikia na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika nukta na jambo la pili ambalo ni la msingi, jambo la pili ambalo ni kubwa, anasema tukumbuke kuwatendea wema wazazi wawili. Napenda nitabaruku nukta hii fupi kukumbushana pale tulipojisahau au tunapoteleza. Mwenyezi Mungu anatutaka tuwatendee wema wazazi wetu. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Ikitokea wakafika hatua wazazi wawili au mmoja kati ya hao wazazi wawili akafikia umri wa utu uzima, tunakatazwa hata kumwambia neno au kauli ndogo walau kuonesha dharau, kuonesha kupuuza au kutozingatia kile alichotueleza. Ni kauli ambayo ni ndogo lakini madhara yake ni makubwa, kama yalivyoelezwa au alivyoeleza Mwenyezi Mungu akitukataza sisi kuwatolea wazazi wetu kauli ndogo ya namna hiyo. Haya yote tutakaposhikamana nayo, tutakapoyazingatia, basi itakuwa ni sababu sisi binadamu kupata mafanikio mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutapata kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunayashuhudia kwa kuyaona, kuyasikia katika maeneo mbalimbali. Inafika hatua mtoto anakwenda kuwadhuru wazazi wake. Mtoto anakuwa ni sababu ya kukatisha uhai wa wazazi wake. Hili ni jambo linasikitisha, ni jambo linashangaza, ni jambo ambalo ni la kukemea, na tunapaswa tukumbushane juu ya suala la kuwatendea wema wazazi wawili. Tunapozizungumza fadhila za kuwatendea wema wazazi wawili, kuishi vizuri na wazazi, ni nyingi mno na zimeelezwa katika hadithi mbalimbali. Nitapenda
nitumie hadithi moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, pale alipoijiwa na mmoja katika masahaba zake. Yule bwana baada ya kufika kwa Mtume, baada ya kusalimiana, alimuuliza ya Rasulullah, man ubirruhu, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nani inanipasa mimi nimtendee wema? Nani ninapasa mimi nimtumikie baada ya kumwabudu na kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, ummaka, mtendee wema mama yako. Yule sahaba kisha akarudia tena kumuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, thumma man, kisha nani baada ya mama? Mtume akakariri tena kumwambia, mama yako, mtendee wema mama yako. Sahaba yule akarudia tena akamuuliza bwana Mtume, thumma man, kisha nimtendee nani mwingine? Bwana Mtume akamuongeza tena, ummuka, mtendee wema mama yako. Katika hadithi hii mama ametajwa mara tatu. Baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, tunatakiwa tuwatendee wema wazazi wetu. Daraja ya kwanza bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amempa mama. Mara ya 4 alipokuja kuulizwa baada ya mama ni nani, akaambiwa mtendee wema na mzazi wako wa kiume, mtendee wema baba yako. Tutakaposhikamana na mafundisho, tutakapoyazingatia hayo yote, itakuwa ni sababu ya sisi kufaulu duniani na akhera mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haya yote yatatunufaisha sisi tutakaposhikamana nayo. Sababu ya madhara tunayoyaona kwa wenzetu, ndugu zetu katika jamii tunayoishi, wanaoshindwa kuwatendea wema wazazi wao, wanaowanyanyasa, kuwadharau, kuwadhalilisha na kuwapuuza wazazi wao, hayo yote ni matunda ya kuto kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo maana inafika hatua tunawanyanyasa na kuwatendea yasiyostahiki wazazi wetu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii niliyoipata, nami napenda niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.